yeye akawa anawahutubia kueleza kwa nini msimamo wao wa kutokushiriki kwenye uchaguzi kwa sababu ya kwamba mabadiliko muhimu hayajafanyika. Ninachoweza kukisema, ndugu mwanahabari, ili mtu ashtakiwe kwa kosa la uhaini. Kwanza nilikuwa nataka kusema kwamba kosa la uhaini lilitungiwa sheria na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 70 kwa sheria namba 9 ya mwaka 70 ambayo ilitunga ni sheria namba 2. Sheria namba 2 1970 ndio imeunda kosa la uhaini katika Jamhuri ya Muungano. Na kosa hilo liko mpaka sasa hivi. Na sasa chini ya kifungu namba 39, kuna 39 kifungu kidogo moja na kifungu kidogo cha pili na kifungu kidogo cha 3. Chini ya sheria hiyo, chini ya kifungu hicho, ili kosa la uhaini liweze kudhibitika, kwanza lazima huyo mtuhumiwa, mshtakiwa, awe chini ya utii wa Jamhuri ya Muungano, awe anawajibika chini ya Jamhuri ya Muungano. Kwa mfano, katiba yetu inasema kila raia anastahili kutii na kufuata sheria za nchi. Kwa hiyo unatii kwanza sheria. Katiba ya Jamhuri ya Muungano. Pili, unatii vile vile sheria zilizotungwa na mamlaka za nchi hii, bunge. Kwa hiyo unakuwa chini ya mamlaka ya utii wa Jamhuri ya Muungano. Jamhuri ya Muungano, hatuzungumzi serikali. Hii kitu inaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yote hiyo. Pili, ili aweze kushtakiwa na kutiwa hatiani kwa kosa la uhaini, lazima kuwe na ushahidi kwamba alitunga nia, kwamba alikuwa na nia ya kufanya hilo kosa. Na hiyo nia inajionyesha kwa nini? Kwanza, kwamba alikuwa na nia ya kumuua rais wa Jamhuri ya Muungano, au kumjeruhi, au kumuumiza, au kumfungia rais wa Jamhuri ya Muungano. Ukifanya hayo makosa ni uhaini. Utakuwa umefanya kosa la uhaini. Pili, kama utaonyesha nia ya kupindua serikali, au kama utaonyesha ya kusababisha mabadiliko ya serikali kwa mfumo halali, kwa njia ambayo haijaruhusiwa na sheria. Tatu, kosa la uhaini litakuwa limefanyika kama wewe ambao umeshtakiwa na uhaini utakuwa umeitishia Jamhuri ya Muungano, umeitishia serikali, au umeitishia mahakama au bunge, na umeonyesha nia hiyo ya kutishia kwa tendo linaloonekana. Tendo linaitwa overt act, ambalo linaonekana. Hilo tendo la kufanya uhaini linaonekana aidha kwa kutoa maandishi au kuchapisha habari, vitu kama hivyo. Ndio unakuwa umefanya nini?
umefanya kosa la uhaini. Kwa hivyo unamjeruhi, unakuwa na nia ya kumuua rais, kumjeruhi, kumfungia au kumuumiza. Alafu nia hiyo unafanya nini? Unaitekeleza. Ni kurudisha nyuma kwenye historia ya kwetu. Hii kosa la uhaini limeanzishwa mwaka 1970 kama nilivyosema, na watu wa kwanza kushtakiwa na kosa hilo la uhaini walikuwa ni, wewe umeenda shuleni sekondari mwaka gani bwana Bendera, bwana Baraki? Kulikuwa na kesi ya uhaini ya kwanza katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambako jamhuri walimshtaki Gray Likungu Mataka na wenzake 7, wakiwemo, utamkumbuka kwenye historia ya nchi hii, Mama Biti Titi Mohamed, wakiwemo bwana Michael Kamaliza. Katika kesi hii hao watu 9 raia walikuwa 2 na wale wengine wote walikuwa ni askari wa jeshi, na ushahidi ulitolewa kwamba walikula njama ya kumuua rais na kubadilisha serikali kwa mtutu wa bunduki. Kesi ya pili ya uhaini imetokea 1983, na washtakiwa hapo walikuwa ni bwana mmoja anaitwa Hatibu Gandhi na wenzake 8. Hatibu Gandhi na wenzake 8. Katika shauri hili raia alikuwa ni mmoja, huyo Hatibu Gandhi. Wengine wote 8 walikuwa jumla 9. Wengine wote 8 walikuwa ni askari jeshi. Na tuhuma ilikuwa ni hiyo, kupanga njama za kumua rais alafu wapindue serikali kwa kutumia nguvu. Na hivyo nini, hayo matendo yanaonyesha nia. Ulitolewa ushahidi juu ya barua ambazo waliandikishana hawa walanjama, vikao vya siri, mikakati ya namna ya kutekeleza kutekeleza hiyo nia, nani alikuwa afanye nini na kadhalika. Na hiyo kesi ya kina Bibi Titi Mohamed mwaka 70 ilikuwa ni hivyo. Sasa nitoe mfano mwingine wa 3. Kwa mfano, Kenya mwaka 1983 jeshi Kenya na raia kadhaa walifanya jaribio la kuipindua serikali ya Moi. Baadhi ya wale askari walikimbilia Tanzania, wakaja wakajificha huku, walivikamatwa. Kukawa na shauri la kuwahamisha, kuwarudisha Kenya ili wakashtakiwe. Unanipata? Na kati ya askari mmoja alikuwa Ochuka, nadhani, walirudishwa. Walikuwa ni askari waliokula njama kupindua serikali kwa kutumia nguvu. Askari pamoja na raia unatumia nguvu. Sasa huyu mheshimiwa, huyu bwana Tundu ni raia, unajua ni raia. Hajashtakiwa pamoja na watu wengine. Kwa hakika mpaka sasa hivi, labda wabadilishe hati za manini, hati ya mashtaka, hajaunganishwa na maaskari wenye silaha.
ili waweze kupindua serikali. Na maneno ambayo anadaiwa aliyatoa, kayatoa hadharani, sio kwenye kificho, wakati anazungumza na waandishi wa habari. Kwenye hiyo kesi ya kina Bibi Titi, ile mipango ile ilikuwa inafanyika kwenye siri, na hii ya akida nini Hati Magi hivyo hivyo walikuwa wanafanya mipango ya siri juu ya namna ya kufanya hayo mapinduzi. Kwa hivyo ni swala la ushahidi. Je, mtu au raia ambaye ana utii kwa Jamhuri ya Muungano atakuwa amefanya kosa la uhaini kama atatoa maelezo, atatoa kauli kwenye mkutano wa hadhara, kwa mfano, ambayo haijapendeza, na hiyo kauli, hayo maneno yakawa sawasawa na uhaini, bila kuwa amefanya kingine zaidi, katoa tu maelezo, katoa tu maneno, anakuwa amefanya nini? Uhaini, bila kuwa na vitendo zaidi vinavyoonyesha ule uhaini. Maana yake ni kupindua, kumdhuru rais, au kumjeruhi, au kupindua nchi kwa kutumia nini? Kupindua serikali kwa kutumia nguvu, kwa kutumia silaha. Na ni moja, unapindua serikali ambayo ina majeshi ya ulinzi na usalama, polisi, jeshi, watu wa magereza, ina usalama wa taifa, unaelewa? Ina hela. Unapindua wewe mmoja kwa kutishia, kwamba unatishia, umesema unasema tutafanyaje? Tutakinukisha. Naangalia ile charge sheet Mr. nani, tutahamasisha uasi, tutakinukisha, tutavuruga kweli kweli, uchaguzi tutavuruga kweli kweli, mbele ya hadhara. Alafu this is treason. Alafu unafanya huu ni uhaini, na uhaini ni kosa kubwa la kwanza katika Jamhuri ya Muungano, ambalo ukifanya kosa hilo unaweza kukamatwa pale na raia au na askari na polisi kama wapo pale, kama ambavyo sisi raia, kama unaona mtu anafanya kosa mbele yako, anavunja store, anapiga mtu, anaiba, si tunamkamata pale. Hatusubiri, yaani hatutawanyiki. Unaenda kwenye shughuli zako. Huyu mheshimiwa allegedly kafanya uhaini mbele ya waandishi wa habari na mbele ya wanachama wengine labda 300 ngapi. Alafu baada ya hapo watu wametawanyika. Ameenda nyumbani kwake, ameenda siku mbili baadaye ameenda kuwa mwenyekiti wa viongozi wa vyama ambavyo viko bungeni, chini ya kivuli cha Kituo cha Demokrasia Tanzania, Tanzania Center for Democracy. Kaongoza kikao pale, akiwemo mheshimiwa Stephen Wasira, makamu mwenyekiti wa CCM,
ametoka pale kwenye hicho kikao, ameenda kufanya campaign hizo mikoa ya nene ya kaskazini wiki nzima, analindwa na polisi, hawajamkamata. Yani kwa hivyo tunasubiri ushahidi.